wawakilishi wataka misamaha ya kodi iangaliwe upya. Jamani. Na hii ni Unguja. Gile atakupa pajana hapo. Wajumbe baraza la wawakilishi Zanzibar wameitaka serikali kupitia upya mfumo wa utoaji misamaha ya kodi na kuongeza juhudi katika usimamizi wa miradi ya kimkakati ili kupunguza utegemezi wa wahisani katika bajeti. Hii jana umekutana nayo hii hapa. Bwana Gideon. Unajua bajeti ya Zanzibar 6.8 trillion kwa mwaka 2025-26. Sasa naona watu wanajadiliana kwamba jamani, punguzeni misamaha ya kodi hiyo. Sasa wakati huku uwekezaji mwambie jamani, sikize. Tunahitaji uwekezaji. Kwa hiyo moja katika vitu ambavyo vinavutia ni msamaha wa kodi, lakini kwa masharti. Kuna watu wanaweza waka-abuse msamaha wa kodi pia, si ndio? Nadhani kinachozungumzwa hapo kinaweza kuwa tofauti na upande wa misamaha ya kodi ya uwekezaji kwa sababu moja kubwa. Msamaha wa kodi wa uwekezaji ni msamaha ambao unakuja kwa ajili ya uwekezaji, na uwekezaji usipokuja msamaha hautolewi. Mfano, ndugu Evans, ninaweza kukusamehe ushuru wa forodha ikiwa utaagiza mashine ya kutengeneza kiwanda cha rangi. Usipoagiza mashine, ule msamaha wewe hauwezi kuutumia. Utautumia pale tu utakapoamua kununua ile mashine na kuileta nchini. Ndio. Na mpaka sasa uinunue hiyo mashine kuileta nchini, siamini kwamba unaweza kununua mashine ya $300,000 kwa ajili ya kuja kukwepa 10% $30,000. Maana yake utakapoleta ule mtambo ni mtu mwenye nia kabisa ya kufanya ule uwekezaji. Kwa hiyo kwenye upande wa uwekezaji hatuoni sana changamoto yake. Inawezekana labda ni misamaha kwenye upande mwingine.